Hersi ni mkombozi kwa maslahi ya vilabu Afrika. Kama ukifuatilia vizuri kwenye mkutano nyeti wa leo na wadau wa michezo juu ya nafasi yake mpya kuwa ni sehemu ya wajumbe wa mashindano yote yaliyo chini ya shirikisho la soka duniani FIFA, lakini pia nafasi yake ya ACA kwa maana ni mwenyekiti wa vilabu Afrika, kwa wengi tulikuwa hatuielewi vizuri, lakini alichokizungumza nafasi yake ni kwamba yeye ndio mkombozi wa maslahi ya vilabu na wachezaji wa Afrika. Hiki ni chombo nyeti kwa maslahi ya soka la Afrika. Kwa wenzetu mataifa yaliyoendelea, ili ni jambo ambalo tulikuwa tunalisikia tu, lakini kwetu sisi ilikuwa ni jambo ambalo linatakiwa litendeke. Sasa kwa nafasi ya Engineer Hersi na maslahi mapana ya vilabu Afrika na hatua iliyofikia, huyu ni mtu ambaye tunamtazama kwamba atakuwa sehemu ya mchakato mzima wa mabadiliko ya uendeshaji wa vilabu Afrika. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu yeye amekuwa kama TV ya sola na umeme. Ukiwaka atafanya kazi, ukizima sola itaendelea. Nini? Maana yake ni kusaidia vilabu ambavyo miaka yote vilikuwa kama si wanufaika wa mipango mizuri ya mashirikisho ya mpira juu ya maslahi ya vilabu katika mashindano ya mashirikisho. Kwa FIFA si mbaya, tumekuwa tukiona kombe la dunia na UEFA kwa vilabu ambavyo vinanufaika na michuano ya Euro wanakuanzisha wao, lakini kwetu Afrika imekuwa ni tofauti kidogo. Sasa kwa namna alivyoeleza haya mambo ipo katika sura. Lakini kwa nini tunasema ni mkombozi kwa maslahi ya vilabu Afrika, lakini wakati mwingine tunaweza kusema ni mkombozi wa soka la nchi? Kwa sababu moja, tunapokuwa na viongozi wenye uzoefu mkubwa kama wa kwake ambao wanaendelea kuhudumu soka katika mindhari ya sasa, ambako wanatazama soka katika upana wake na weledi mkubwa, tunadhani hapo ni moja eneo pekee ambalo linamfanya yeye kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya mpira wa nchi na dunia. Na hili ndio eneo ambalo tulikuwa tunasubiri wa Tanzania kupata viongozi ambao watakuwa na nguvu za kiushindani, lakini wapo katika weledi wa mwenendo wa mpira wa leo. Sasa tukitazama kwa nafasi yake na hiki ilicho sasa, nafikiri inafikia wakati washabiki wa mpira wanashukuru kweli hata pengine kutoliwa kwake kwa ubunge ule wa jimbo la Kigamboni na yeye kupata nafasi ya sasa, kwa sababu kupata mtu ambaye anasimamia kuongoza mpira katika organ kubwa kama hizi za CAF, lakini pia kuwa na organ kubwa kama ya FIFA si jambo dogo kwa Mtanzania. Nadhani katika rekodi ya viongozi wa Kitanzania hakuna kwa haraka aliwahi kufikia nafasi ya Hersi kuwa na mamlaka makubwa mpaka kwenye shirikisho la mpira duniani FIFA, mpaka kuwa na nafasi kubwa na nyeti ya Afrika. Tulikuwa tunao viongozi wanakuwa wajumbe wa baadhi ya kamati. Watakumbuka kuna Mzee Kayuni, watakumbuka baadhi ya viongozi wengine wote walikuwa wajumbe wa hizo kamati, lakini kuwa na kiongozi ambaye anasimamia organ jumla yenye mamlaka yake Afrika mithili yake sio jambo dogo. Lakini nini tunataka tukione wa Tanzania na nini kitakuwa kione mpira wa Afrika? Kuwa na viongozi wanaotokana na organ na pia wakiwa viongozi wa mpira kuna faida kubwa sana. Tumekuwa na malalamiko makubwa miaka mingi kwamba tumekuwa na viongozi ambao wanaweza kuwa wanaongoza watu ambao hawawezi kuwaongoza. Fasili yake ni nini? Kuwa na kiongozi ambaye pengine anasimamia mamlaka ambayo anasimama kama mwakilishi, lakini sio sehemu ya wale anaowakilisha. Tafsiri yake ukitazama kwa Engineer Hersi, yani rais wa Young Africans, mwenyekiti wa vilabu Afrika, na sasa amesimamia mashindano Afrika. Fasili yake ni kiongozi ambaye anatoka kwenye mazingira ya uwajibikaji na kuwajibika, hivyo inakuwa rahisi kusimamia maslahi mapana kama hayo. Kwa hivyo kwa jumla ya kikao hiki na namna ambavyo wadau wametazama, tunaona kabisa kuwa na kiongozi ambaye anakuwa mkombozi wa maslahi ya vilabu Afrika sio jambo dogo kwa muktadha mpana wa soka ambalo tunaliona sasa. Lakini kwa kweli mimi binafsi nimevutika na aina ya mdahalo uliofanyika. Umefungua fursa za watu wengi kuelewa muktadha mpana wa uendeshaji wa mpira kimkakati. Umefungua fursa za watu wengi kuelewa uwazi wa hiki chombo. Umefungua fursa za watu wengi kuelewa kuwa na wenzetu ambao wana nafasi kushiriki mashirikisho makubwa kama haya. Fasili yake ni kwamba kunapokuwa na midahalo ya wazi kama ile, inatoa nafasi ya watu wengine kuweza kufahamu utendaji wa kimkakati na sio kujawa na hisia kuyazungumzia mambo. Kwa yale yaliyozungumzwa, wazi uliokuwepo unafundisha mambo mengi katika soka la Afrika na soka la nchi, lakini vile vile nafasi yetu ya kuwa sehemu ya utungaji wa sera za soka la Afrika na soka la dunia kwa ujumla. Kwa hivyo kikweli ni moja nafasi kubwa ambayo leo inaonyesha ni mapinduzi sasa kuwa na mtetezi wa maslahi ya vilabu na wachezaji katika soka la Afrika, lakini pia katika muktadha wa maslahi mapana ya mpira wa nchi na mpira wa dunia vile vile. Hili ni eneo nyeti na kitu ambacho kimeonyesha bayana kwamba mpira wetu sasa unapiga hatua kuwa na viongozi ambao kwa hakika wanatokana na mazingira yetu, lakini wanasimamia mazingira ya mpira wa dunia na mpira wa Afrika kwa jumla. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu yeye amekuwa kama TV ya sola na umeme. Ukiwaka atafanya kazi, ukizima sola itaendelea. Nini? Maana yake ni kusaidia vilabu ambavyo miaka yote vilikuwa kama si wanufaika wa mipango mizuri ya mashirikisho ya mpira juu ya maslahi ya vilabu katika mashindano ya mashirikisho. Kwa FIFA si mbaya, tumekuwa tukiona kombe la dunia na UEFA kwa vilabu ambavyo vinanufaika na michuano ya Euro wanakuanzisha wao, lakini kwetu Afrika imekuwa ni tofauti kidogo. Sasa kwa namna alivyoeleza haya mambo ipo katika sura. Lakini
Kwa nini tunasema ni mkombozi kwa maslahi ya vilabu Afrika? Lakini wakati mwingine tunaweza kusema ni mkombozi wa soka la nchi. Kwa sababu moja, tunapokuwa na viongozi wenye uzoefu mkubwa kama wa kwake ambao wanaendelea kuhudumu soka katika mindhari ya sasa, ambako wanatazama soka katika upana wake na weledi mkubwa, tunadhani hapo ni moja eneo pekee ambalo linamfanya yeye kuwa sehemu ya mabadiliko makubwa ya mpira wa nchi na dunia. Na hili ndio eneo ambalo tulikuwa tunasubiri wa Tanzania kupata viongozi ambao watakuwa na nguvu za kiushindani, lakini wapo katika weledi wa mwenendo wa mpira wa leo. Sasa tukitazama kwa nafasi yake na hiki ilicho sasa, nafikiri inafikia wakati washabiki wa mpira wanashukuru kweli, na wanashukuru kweli hata pengine kutoliwa kwake kwa ubunge ule wa jimbo la Kigamboni na yeye kupata nafasi ya sasa, kwa sababu kupata mtu ambaye anasimamia kuongoza mpira katika organ kubwa kama hizi za CAF, lakini pia kuwa na organ kubwa kama ya FIFA si jambo dogo kwa Mtanzania. Nadhani katika rekodi ya viongozi wa Kitanzania hakuna kwa haraka aliwahi kufikia nafasi ya Hersi kuwa na mamlaka makubwa mpaka kwenye shirikisho la mpira duniani FIFA, mpaka kuwa na nafasi kubwa na nyeti ya Afrika. Tulikuwa tunao viongozi wanakuwa wajumbe wa baadhi ya kamati. Watakumbuka kuna Mzee Kayuni, watakumbuka baadhi ya viongozi wengine wote walikuwa wajumbe wa hizo kamati. Lakini kuwa na kiongozi ambaye anasimamia organ jumla yenye mamlaka yake Afrika mithili yake sio jambo dogo. Lakini nini tutaka tukione wa Tanzania na nini kitakuwa kione mpira wa Afrika? Kuwa na viongozi wanaotokana na organ na pia wakiwa viongozi wa mpira kuna faida kubwa sana. Tumekuwa na malalamiko makubwa miaka mingi kwamba tumekuwa na viongozi ambao wanaweza kuwa wanaongoza watu ambao hawawezi kuwaongoza. Fasili yake ni nini? Kuwa na kiongozi ambaye pengine anasimamia mamlaka ambayo anasimama kama mwakilishi, lakini sio sehemu ya wale anaowakilisha. Tafsiri yake ukitazama kwa Engineer Hersi, yani rais wa Young Africans, mwenyekiti wa vilabu Afrika, na sasa amesimamia mashindano Afrika. Fasili yake ni kiongozi ambaye anatoka kwenye mazingira ya uwajibikaji na kuwajibika. Hivyo inakuwa rahisi kusimamia maslahi mapana kama hayo. Kwa hivyo kwa jumla ya kikao hiki na namna ambavyo wadau wametazama, tunaona kabisa kuwa na kiongozi ambaye anakuwa mkombozi wa maslahi ya vilabu Afrika sio jambo dogo kwa muktadha mpana wa soka ambalo tutaliona sasa. Lakini kiukweli mimi binafsi nimevutika na aina ya mdahalo uliofanyika. Umefungua fursa za watu wengi kuelewa muktadha mpana wa uendeshaji wa mpira kimkakati. Umefungua fursa za watu wengi kuelewa uwazi wa hiki chombo. Umefungua fursa za watu wengi kuelewa kuwa na wenzetu ambao wana nafasi kushiriki mashirikisho makubwa kama haya. Fasili yake ni kwamba kunapokuwa na midahalo ya wazi kama ile, inatoa nafasi ya watu wengine kuweza kufahamu utendaji wa kimkakati na sio kujawa na hisia kuyazungumzia mambo. Kwa yale yaliyozungumzwa, wazi uliokuwepo unafundisha mambo mengi katika soka la Afrika na soka la nchi, lakini vile vile nafasi yetu ya kuwa sehemu ya utungaji wa sera za soka la Afrika na soka la dunia kwa ujumla. Kwa hivyo kikweli ni moja nafasi kubwa ambayo leo inaonyesha ni mapinduzi sasa kuwa na mtetezi wa maslahi ya vilabu na wachezaji katika soka la Afrika, lakini pia katika muktadha wa maslahi mapana ya mpira wa nchi na mpira wa dunia vile vile. Hili ni eneo nyeti na kitu ambacho kimeonyesha bayana kwamba mpira wetu sasa unapiga hatua kuwa na viongozi ambao kwa hakika wanatokana na mazingira yetu, lakini wanasimamia mazingira ya mpira wa dunia na mpira wa Afrika kwa jumla.